Kosa kubwa utakalolifanya ni kutarajia ndugu zako wa kuamini, hasa kama una ndoto kubwa maishani mwako. Tunapata fundisho hili kubwa kutoka kwa Yesu mwenyewe, lakini pia nitakupa mifano ya watu wawili, ingawa iko mifano mingi kutoka kwenye Biblia, inayoonyesha kwamba hatupaswi kutarajia imani kutoka kwa ndugu zetu na jamaa zetu. Shalom, karibu tujifunze pamoja. Marko mlango wa 6 mstari wa 1 mpaka wa 6, Biblia inasema, akatoka huko akafika mpaka nchi ya kwao, wanafunzi wake wakamfuata. Biblia inatuonyesha hapa ilifika wakati ambapo Yesu, baada ya kufanya miujiza maeneo mengi, watu wengi wakamwamini, watu wengi wakamfuata. Tunafika hapa kwenye mlango wa 6, Yesu anaenda kurudi kijijini kwao. Yesu anatembelea jamii yao, mahali ambapo yeye alilelewa na familia yake. Maisha yake ya mwanzo, miaka 30 ile ya kwanza, aliishi kwenye eneo hilo. Biblia inaendelea kutuambia, na ilipofika Sabato, alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa, wakasema, huyu ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Hii ni jamii ya watu ambao imemfahamu Yesu kwa zaidi ya miaka 29, takriban miaka 30 kabla ya Yesu kuanza huduma yake. Na hawakuwa wamemsikia hapo kwanza. Alipofika kufundisha, wakashangaa, wakawa wanajiuliza, hivi vitu vimetoka wapi kwa huyu mtu? Ametoa wapi hekima hii? Ametoa wapi maarifa haya? Na hii miujiza tunayoisikia imetoka wapi? Ametoa wapi uwezo wa namna hii? Biblia inaendelea kutuambia, huyu si yule seremala, mwana wa Mariamu, na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni, na maumbu yake hayapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Wakajikwaa maana yake hawakumkubali, wakamkataa. Hapa Biblia inatuonyesha kwamba hawa ni watu ambao wanamfahamu Yesu. Mbona huyu ni seremala? Mbona huyu ni fundi? Ametoa wapi ujuzi wa namna hii? Ametoa wapi nguvu ya kufanya miujiza? Ametoa wapi hekima ya namna hii? Hata kwako ndugu yangu, ukiwa na ndoto kubwa kwenye maisha yako, utashangaa wa kwanza wa kukukataa ni familia yako. Utashangaa wa kwanza wa kukukataa ni hao marafiki zako ambao umekuwa nao tangu utotoni. Unashangaa na kuambia hicho kitu hauwezi kukifanya. Ndugu zako wanaweza kukwambia babu yako na baba yako au na ndugu zako wale waliokutangulia wewe hawajawahi kufikiria kitu kama hicho. Wanakukatisha tamaa na kukuzuia kutokana na historia yako. Inawezekana umekuja kumwamini Mungu na ukaanza kumtumikia Mungu. Unapopeleka ujumbe wa neno la Mungu kwa hawa watu ambao labda waliyafahamu maisha yako kabla ya wewe kukutana na Yesu, wanaweza wakakwambia, mbona huyu tunamfahamu? Alikuwa tu mnywaji wa pombe huyu. Alikuwa mtu mwenye matusi mengi mdomoni. Alikuwa ni mvutaji wa bangi. Wanaorodhesha zile dhambi ambazo umewahi kuzifanya, na wanakosa kukuamini. Wanakosa kulisikiliza lile neno la Mungu. Huu ni mfano halisi wa Yesu. Na sasa nikuulize, kama waliweza kumkataa Yesu, mwana wa Adamu, ambaye amefanya miujiza mingi hata mbele yao, lakini bado alimkataa, labda wakasema haya ni mazingaumbwe, hamna kitu pale. Ndugu zako wanaweza kukuambia hivi. Endelea kuota tu. Mfano mwingine wa mtu kwenye Biblia ambaye ndugu zake walimkataa ni huyu Yusufu. Ndugu zake wanamwambia, yule muota ndoto amekuja. Hakuna kitu pale, analala tu na kuota ndoto huyu. Ndoto za mchana, ndoto zisizotimia hizi. Mfano mwingine wa mtu aliyemkataa ni Daudi mwenyewe. Ndugu zake wanamwambia, muone yule mtundu amekuja. Yule asiyesikiliza, yule mkorofi amefika. Anatafuta nini kama sio tu kuja kutafuta maneno huku? Anatafuta nini kama sio tu kuja kuangalia vita? Ndugu zake walimkataa. Familia yake ilimkataa. Imagine wakati Samueli anaenda kumtafuta mpakwa mafuta wa Bwana,
baba yake alimsahau huyu Daudi. Daudi yuko zake huko mashambani anawinda. Daudi yuko huko mashambani anachunga kondoo. Ndugu zake ndo wamevaa vizuri, wameandaliwa, kwa sababu walikuwa wanatarajia kati yao mmoja wao ndiye atakuwa mfalme. Wamemsahau Daudi. Ndugu yangu, Mungu akiwa ameweka kitu cha tofauti ndani yako, inawezekana kabisa ndugu zako ndio wakawa mstari wa mbele, familia yako ikawa mstari wa mbele, marafiki zako, wale watu wako wa karibu wakawa ndio mstari wa mbele kukupinga. Sasa tuendelee kuangalia. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na kwa nyumba yake. Yesu anatupa jibu. Inawezekana wewe ni mtu mkubwa sana. Inawezekana ndoto zako ni kubwa sana. Inawezekana Mungu ameweka kitu kikubwa sana cha kiungu ndani ya moyo wako. Ukiona ndugu zako wanakukataa, ukiona familia yako inakukataa, wewe usirudi nyuma. Wewe usikate tamaa. Songa mbele. Kwa sababu hata Yesu walimkataa. Hata mfalme Daudi walimkataa. Hata Yusufu aliyekuja kuokoa taifa la Israeli wakati ule wa njaa walimkataa. Huyu alikuja kuwa waziri mkuu au kiongozi mkuu sana baada tu ya Farao. Akafuata yeye. Walimkataa. Hata wewe wanaweza kukukataa. La muhimu, usikate tamaa. Kwa sababu Yesu ametupa mstari hapa, nabii atakosa heshima nyumbani mwake. Wala hakufanya muujiza wowote huko, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Akazunguka katika vile vijiji akifupisha. Biblia inatuonyesha unaweza kukataliwa na ndugu zako. Unaweza kukataliwa na jamaa zako. Ndugu zako wanaweza wasikuamini katika ndoto yako. Ndugu zako wanaweza wasikuamini kwenye maono ulionayo. Wasikusupport kwa vitu unavyotarajia kuvifanya. Sasa kosa kubwa utakalolifanya ni kutarajia imani kutoka kwao. Lakini usikate tamaa. Songa mbele, kwa sababu aliyeanzisha kazi ndani yako, huyo ataitimiza. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.